Hujambo mtazamaji wa Zone Media, jina langu naitwa Victor Moshi na karibu sana. Kuna taarifa kidogo ya kusikitisha kutokea huko Gaza, ni kwamba vidonge vya madawa ya kulevya vimekutwa kwenye unga ambao ni misaada ambayo inatoka kwenye mashirika mbalimbali. Sasa taarifa hii kidogo imekuwa ni ya kushtua na ya kuogopesha kwa sababu vidonge hivyo ni aina ya oxycodone. Taarifa inasema kwamba ofisi ya habari ya serikali ya Gaza imeeleza wasiwasi mkubwa na kulaani vikali kugunduliwa kwa vidonge vya kulevya aina ya oxycodone ndani ya mifuko ya unga iliyokuwa inasambazwa na vituo vya misaada vinavyoungwa mkono na Marekani na Israel katika ukanda wa Gaza. Kuna vituo vya misaada ambavyo vinaungwa mkono na Marekani pamoja na Israel ndani ya ukanda wa Gaza. Hivyo vituo vya misaada sasa vilivyokuwa vimeingiza misaada humo ndani kwenye kufungua huo unga ambao ulikuwa umeingia, vikakutwa vidonge aina ya oxycodone humo ndani na ni mifuko minne. Sasa imeleta wasiwasi mkubwa sana kama Israel na Marekani wameweza kuchanganya mradi dawa za kulevya. Kwa wananchi wa Gaza ambao wamekuwa wakisaidiwa, inashtua kidogo. Taarifa inaendelea kwa kusema kwamba katika taarifa iliyochapishwa kupitia Telegram, ofisi hiyo ilisema tayari tumethibitisha ushuhuda wa raia 4 waliokuta vidonge hivi ndani ya mifuko ya unga. Cha kushtua zaidi ni uwezekano kwamba baadhi ya dawa hizi za kulevya zilisagwa na kuchanganywa moja kwa moja kwenye unga huo, jambo ambalo linazidisha uzito na uhalifu huu na kufanya kuwa shambulio la moja kwa moja dhidi ya afya kwa umma. Taarifa hiyo iliendelea kwa kusema kwamba tunaiwajibisha kikamilifu Israel kwa uhalifu huu wa kusambaza uraibu wa dawa za kulevya na kujaribu kuharibu jamii ya Kipalestina kutoka ndani kama sehemu ya sera ya kimfumo inayojumuisha mauaji ya kimbari yanayoendelea kufanywa dhidi ya watu wetu wa Palestina. Ikaongeza kuwa matumizi ya dawa za kulevya kama silaha laini katika vita chafu dhidi ya raia na kuzisafirisha kupitia udanganyifu wa misaada ya kibinadamu ni uhalifu wa kivita na ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa za kibinadamu. Kwa ufupi, serikali ya Gaza inatuhumu kuwa Israel na Marekani wanatumia misaada kama njia ya kueneza uraibu wa kutumia unga unaoitwa dawa za kulevya, jambo linalochukuliwa kuwa sehemu ya vita ya kisaikolojia na ya kiafya dhidi ya Wapalestina. Kuna ile taarifa ambayo inasema kwamba Marekani ilitoa msaada wa dola milioni 30 kwa shirika ambalo linaungwa mkono na Israel, shirika la misaada, jambo ambalo jumuiya ya kimataifa ya misaada duniani ilipinga vikali kwamba kwa nini Marekani atoe msaada. Walitilia shaka. Sasa ndio hiki ambacho kimetokea hapa kwamba Marekani na Israel kupitia vituo vyao ambavyo wanaviunga mkono vya misaada pale Gaza vimetoa misaada ambayo imeonekana ndani yake kuna dawa za kulevya. Kwenye misaada ya Gaza ambayo inatolewa kwa hivi sasa, kweli kabisa raia wa Palestina wanapitia wakati mgumu sana kwa sababu hali ya kibinadamu inazidi kuzorota katika ukanda wa Gaza. Watu wanakufa njaa, lakini hakuna chakula hivi leo, hakuna maji, hakuna umeme, huduma za afya zimezorota. Sasa kweli wanaletewa chakula, lakini chakula ambacho wanaletewa ndio kama hivi ambavyo taarifa imeweza kueleza kwamba tayari kumebainika kwamba kuna mchanganyo wa dawa za kulevya aina ya oxycodone humo kwenye hivyo vyakula. Sasa jiulize kwamba kitu ambacho Marekani na Israel wanakifanya ni cha kusikitisha na kinaumiza sana, kwa sababu ndio maana hata mashirika mbalimbali ya kimataifa duniani yalikuwa yanapinga hii hatua ya Marekani kuweza kutoa hizo dola milioni 30 kwenda kwenye vituo hivyo au mashirika hayo ambayo yanaungwa mkono na Israel kama GHF. Sasa mtazamaji, nimekuletea taarifa hii kwa kina kidogo, tumeichambua na kuweza kuona nini ambacho kinatokea, lakini hii ni taarifa ya awali kabisa. Jiunge na Zone Media utafahamu kwa ukubwa taarifa hii, chanzo chake hadi mwisho wake utakuwaje. Jina langu naitwa Victor Moshi na hii ni Zone Media.